Asante ndugu mpenzi mtazamaji wa Jerry TV, leo tunakurushia kipindi live tukiwa na moja kati ya mchezaji wa timu ya Manakali. Ni siku nyingine nzuri ambao tumekuja kuchukua mawili matatu kutoka kwa timu hii kuhusiana na ligi, kuhusiana na kundi ambalo wamo na kuhusiana na mechi ambayo wanaiandaa. So tutakwenda kusikia mawili matatu kutoka kwake mchezaji huyu ambaye ameteuliwa kama msemaji mkuu wa timu hii ya Manakali. Kaka, mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Petidis. Sawa, leo tumeshukuru sana kukutana na wewe hapa, na hii ni Jerry TV ambao umekuja kuchukua maelezo kuhusiana na timu yako ya Manakali. Je, sasa hivi mnaandaa mechi na timu gani? Na D1. Mnaandaa mechi na D1. Ndio. Sasa wewe kama mchezaji ambaye ni msemaji mkubwa wa Manakali, una matarajio gani kwenye mechi hiyo? Ndio. Nafikiri sisi bado tuko kwenye maandalizi ya ligi. Ndio. Na tayari tumeshaingia kwenye maandalizi ya ligi tayari. Na mechi ya kwanza tumecheza, tulikuwa tunatakiwa tukutanane na Baraka Mosa, lakini hawakuwajibika kwenye kikao cha taaluma. Basi kwa tumechukua pointi 3, tukawa tumesubiri mechi ya ABN ya pili. Tumecheza mechi ya ABN ya pili. Nafikiri tulitoa matokeo 0-0. Tukawa tumegawa pointi 1-1. Hivi ndio tupo kwenye maandalizi ya game ya D1. Nafikiri kwa maandalizi haya ambayo tumeandaa, kama kweli naona kiwango bado kipo vizuri kwa timu nzima. Ndio. Yaani matarajio naona yatakuwa mazuri tu sana, tena sana. Sawa. Hayo ni maneno ya msemaji wa timu ya Manakali. Kama Simba mbugani wote tunaweka, tunakusifu hadharani, Manakali unafedhesha. Manakali una mpinzani, uliwanyang'anya kombe majelani wako, kwa timu bora macho sipapase kando, timu mana hipo kwa kusichoshe kichwa malengo, kisha wika kempu yako na mpinzani show, kwamba mazoezi yao yako vizuri, wanajiami na wanajiamini kwa lolote lile linalokuja mbele yao, watapambana na kukabiliana vizuri sana. Kwa hiyo wewe uliye nyuma ya timu ya Manakali, jipe matarajio makubwa kwamba timu yako iko vizuri na wanazidi kujiandaa. Vijana wanazidi kujiandaa vizuri sana kufuata mechi hii yao na D1. So kaka, tungekuwa na swali lingine la kukuuliza. Sasa hivi nyinyi kama timu ya Manakali, ambayo ni timu ambayo imekuwa na sifa kwamba mashabiki wenu huwa wanakuwa wa kwanza kuanzisha vurugu kwenye mechi nyingi, je, hilo unalizungumzia vipi? Nafikiri timu kama Manakali ipo na mashabiki. Ndio. Lakini nadhani timu yetu hii kwenye vurugu sidhani kama inakuwa ya kwanza kwenye vurugu. Ijapokuwa hata kama refa anaweza akanyongea timu, anaweza akapitiwa kwenye game, lakini mashabiki zangu mara nyingi huwa ni waelewa sana. Sidhani kama wenyewe wanakuwa na chanzo cha vurugu uwanjani kwenye mechi. Sidhani hilo. Na uwanjani wewe unacheza namba ngapi? Mimi huwa nakipiga namba 10. Namba 10. Yeah. Je, unapanga kufunga goli ngapi kwenye mechi hiyo ya wewe na D1? So nitaalika tu mashabiki zangu waende wakakishuhudie siku hiyo ya Jumapili. Ndio. Kile ambacho nitakachowafanyia ndicho watakachofurahia. Asante sana. Bwana, haya ni maelezo mafupi kutoka kwa msemaji mkubwa ambaye ni mchezaji wa timu ya Manakali, kwamba mashabiki ambao mmesimama nyuma ya timu yenu mjipe matarajio makubwa kwamba timu yenu iko vizuri na wanajiandaa vema kuhusiana na mechi inayokuja. So karibu kushabikia Manakali, na hii ni Jerry TV na kurushia matangazo live kipindi hichi kuhusiana na mambo ya soka. So usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.